Urusi kwa mara nyingine tena hatimaye imetoa neno juu ya mashambulizi yanayofanywa na Marekani dhidi ya Iran, ikisema ni ukiukwaji wa makubaliano. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi, mwanadiplomasia nguli Sergei Lavrov, amesema kuwa kuanza tena kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran ni ukiukwaji wa hati ya makubaliano MOU iliyotiwa saini kati ya Tehran na Washington. Lavrov amesema makubaliano hayo yanapaswa kuheshimiwa na pande zote, akionya kuwa hatua yoyote ya kijeshi inayokiuka vipengele vya mkataba huo inaweza kuhatarisha juhudi za kudumisha utulivu na usalama katika eneo hilo. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Urusi, Bwana Lavrov, amesisitiza kuwa mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya Iran yanakiuka hati ya makubaliano MOU iliyofikiwa kati ya Tehran na Washington, na amesema hatua hiyo haitachangia kupatikana kwa suluhisho la mzozo uliopo, bali itadhoofisha juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zimeanza kuonyesha matumaini. Hali hii si tu kwamba haitaleta suluhisho, bali pia inafunga mlango wa fursa ambao ulionekana kufunguliwa kwa kiasi kupitia hati hiyo ya makubaliano, amesema waziri huyo wa mambo ya nje wa Urusi. Wakati huo huo, msemaji wa jeshi la Iran ametoa onyo kali kwa Marekani kuwa hakuna kitendo chochote cha uchokozi kitachoweza kupita ama kulazimishwa kufunguliwa kwa lango la bahari la Hormuz, kufuatia uamuzi wa Tehran wa kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, mlango wa kimkakati baada ya Marekani kukiuka makubaliano hayo. Brigedia Jenerali Mohamed Akrami amesema kwamba rais mkandamizaji na fisadi wa Marekani lazima ajifunze kuheshimu sheria za kimataifa, haki za binadamu na heshima ya watu. Kama tulivyosema hapo awali, lango la bahari la Hormuz halitofunguliwa kamwe kupitia vita, uhasama au vitendo vya uchokozi vya Marekani dhidi yetu. Hali hii inajiri wakati Tehran imetangaza kuwa lango la Hormuz limefungwa hadi taarifa nyingine, na angalau hadi mwisho wa uingiliaji kati ya Marekani katika eneo hili. Iran imesisitiza mara kwa mara kuwa njia hiyo ya majini haitarejea kamwe katika hali yake ya kabla ya vita, na kwamba itasimamiwa na nchi hiyo kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Kwa namna moja ama nyingine, IRGC imeendeleza mapambano dhidi ya Marekani. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran ambalo linaulinda vilivyo mlango wa bahari wa Hormuz, na kwamba limesema lipo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote, linaendeleza mashambulizi na kuharibu kambi maalum za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na huko Jordan, Bahrain, Kuwait na Oman, katika operesheni za kulipa kisasi katika kile walichosema hii ni awamu ya 5 dhidi ya uchokozi wa Marekani, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya nchi hiyo katika maeneo ya pwani ya Iran. IRGC imetoa taarifa kwamba operesheni hizo ni majibu ya awali dhidi ya hujuma za Marekani. Jeshi la Iran pia limethibitisha kwamba mtandao wake jumuishi wa ulinzi wa anga umezuia na kuharibu ndege zisizokuwa na rubani kwa maana ya drone katika wa bandari wa kusini mwa Iran, ambao kwa sasa Marekani imekuwa ikiushambulia mno. Ofisi ya uhusiano wa umma wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kuwa drone za kivita za Lucas za maadui zimefutiliwa mbali na kushughulikiwa vilivyo kwa mafanikio na mfumo wa kuzuia makombora wa ardhini na angani unaoendeshwa na vikosi vya ulinzi wa anga huko Bandar Abbas. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho Warusi wanasema sasa, kwamba Marekani haipaswi kuendelea na mashambulizi katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwamba hili wanalolifanya ni kiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano, anasema nguli wa diplomasia kutoka nchini Urusi, Sergei Lavrov. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein.